Majina yangu naitwa Lucy Wiso, ni wakili wa serikali mkuu. Ni mwendesha mashtaka wa serikali. Leo tulikuwa tunaendelea na kesi yetu ambayo tuko katika hatua ya kuendelea kuwasilisha hoja zetu za kujibu majibu ya mleta rufaa. Na katika hoja zetu tulihitaji kuperuzi au kukiona kielelezo ambacho kimeform part ya proceedings za mahakama, kiko mahakamani, lakini kwa upande wa rufani walipinga hoja hiyo kwamba hatuwezi kukipitia kielelezo ambacho tayari kimeshakuwa reduced kuwa kwenye maandishi. Kwa hiyo tupitie yale maandishi yaliyopo. Kwa hiyo hoja yetu ilikuwa ni kuleta mtaalamu ambaye atatufungulia kielelezo hicho ili tuweze kupitisha sasa mahakama katika kutenda haki na kuweza kurifaa yale ambayo waliyaleta kama hoja, hasa kwenye maeneo ya utambuzi wa washtakiwa. Tuwezi kurudi nyuma kuanza kumuita shahidi ili aje tena aanze kuplay video. Kwa hiyo mahakama ichague aidha kumleta mwingine, pia iwezekani, kwa sababu ile ilikuwa ni ripoti. Sasa ripoti inachambuliwa na yule ndio hoja ambayo imejitokeza. Kwa hiyo hoja hiyo itakuja kujibiwa tarehe 9 mwezi wa 7, na baada ya kutoa maamuzi madogo tutaendelea na shauri siku nyingine au siku hiyo kama mahakama itaona inafaa. Kwa kawaida ushahidi ukishamalizika kwenye mahakama ya awali, kwa maana ya trial court, huwa hatuiti tena mashahidi kwenye mahakama ya rufaa. Tunachambua kile ambacho kilijitokeza katika tunaita subordinate court, yani mahakama ya chini, ndio tunachochambua, tuiti tena mashahidi. Kwa hiyo kama kuna hoja yote ambayo ilipigwa, kwa sababu hoja yetu moja wapo ni kwamba utambuzi haukufanyika. Sasa huwezi tena kwanza kumita shahidi anakuja kufanya nini?